Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali pamoja na mamlaka ya mapato Tanzania mwezi Aprili 2026 ilifanya operation maalum jijini Dar es Salaam. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online Na kufanikiwa kukamata jumla ya lita 66,048 za kemikali bashirifu zilizoingizwa nchini kinyume na taratibu za kisheria. Kemikali zilizokamatwa ni cyclohexanone zenye ujazo wa lita 16,048 pamoja na extra neutral alcohol zenye ujazo wa lita 50,000. Aidha, magari mawili yalihusika katika usafirishaji wa kemikali hizo yanashikiliwa na watuhumiwa wawili wamekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Kutokana na udhibiti wa dawa za kulevya kuimarika duniani, mitandao ya kihalifu imekuwa ikitumia kemikali bashirifu kuzalisha dawa za kulevya katika maabara bubu. Kemikali hizo ni halali kwa matumizi mbalimbali ya viwandani, kitabibu, kilimo, ujenzi, madini pamoja na tafiti za kisayansi. Lakini wahalifu huzitumia vibaya kwa kuzichepusha kutoka katika matumizi halali na kuzitumia kutengeneza dawa za kulevya. Hali hiyo imeongeza changamoto katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya duniani na kuifanya nchi yetu kuendelea kuimarisha mifumo ya udhibiti wa kemikali bashirifu ili kuzuia uchepushaji wake katika matumizi haramu. Uchunguzi uliofanyika umebaini kuwa kemikali aina ya cyclohexanone ziliingizwa nchini na kampuni ya King Lion Investment Company Limited kinyume na matakwa ya mifumo ya udhibiti ikiwemo kibali kutoka mamlaka husika. Kwa upande mwingine, kemikali ya aina extra neutral alcohol zilikuwa zinasafirishwa kwa kutumia magari yanayotumika kubeba mafuta aina ya petroli yaliyoandikwa Danger Petroleum 3YE 1203 aina ya Scania kwa kutumia vibali vya kugushi. Magari hayo yalikuwa yakibeba kemikali kutoka kampuni ya Maraline Group Company Limited iliyopo Kibaha, mkoa wa Pwani. Katika operesheni hiyo, mamlaka ilimkamata Bakari Abeli Zakaria mwenye umri wa miaka 44, mkazi wa Dar es Salaam, dereva wa gari namba T 794 BMB lenye tela tenki namba T 166 AHW. Alikamatwa lililokuwa limebeba lita 30 Rashidi mwenye umri wa miaka 26 hizo, mkazi wa Mbeya, dereva wa gari namba T 568 EQF lenye tela tenki namba T 640 EQN lililokuwa limebeba lita 20,000 za kemikali hizo. Mazingira ya uingizaji na usafirishaji wa kemikali hizo yanaashiria uwepo wa nia ovu ya kuzichepusha kwa matumizi haramu ikiwemo utengenezaji wa dawa za kulevya. Kemikali aina ya cyclohexanone ni miongoni mwa kemikali zilizothibitika kimataifa kutokana na taarifa za kutumika katika maabara bubu zinazozalisha dawa za kulevya aina phencyclidine. Aidha, lita 16,048 za kemikali za cyclohexanone zilizokamatwa kama zingechepushwa zingeweza kuzalisha tani 11.4 za dawa za kulevya aina ya phencyclidine, kwa kuwa kilo moja ya kemikali hizo huweza kuzalisha takriban gramu 750 za dawa za kulevya. Kwa mujibu wa sheria ya usimamizi na udhibiti wa kemikali za viwandani na majumbani sura ya 182, usafirishaji wa kemikali unahitaji taratibu maalum ikiwemo vibali vya kuingiza na kusafirisha kemikali, matumizi ya vibali vya kugushi pamoja na utoaji wa taarifa za uongo kuhusiana na matumizi yaliyokusudiwa ya kemikali husika ni kosa kisheria. Aidha, usafirishaji wa kemikali kwa njia fiche, hususan kwa kutumia magari ya kubeba petroli, ni ukiukwaji mkubwa wa taratibu za udhibiti wa kemikali na kiashiria cha uwepo wa jaribio la kuzichepusha kwa matumizi haramu ikiwemo utengenezaji wa dawa za kulevya. Tunatoa wito kwa wadau wote wa kemikali kuzingatia sheria,
kanuni, taratibu zilizowekwa pamoja na kutoa ushirikiano kwa vyombo vya udhibiti ili kulinda usalama wa jamii na uchumi wa nchi yetu. Kinyume na hapo, hatua kali za kisheria zitaendelea kuchukuliwa dhidi ya wote watakaobainika kujihusisha na vitendo hivyo. Mamlaka inawasihi wananchi kuendelea kutoa taarifa za vitendo vinavyohusiana na dawa za kulevya pamoja na uchepushwaji wa kemikali bashirifu ili kusaidia juhudi za serikali katika mapambano dhidi ya biashara na matumizi ya dawa za kulevya. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya itaendelea kuhakikisha kwamba inadhibiti taratibu zote za uingizaji na usafirishaji wa kemikali bashirifu ili zisichepushwe kwenda kwenye matumizi haramu. Hivyo tunatoa wito kwa makampuni yote yanayohusika na biashara ya kemikali kuhakikisha kwamba yanafuata taratibu hizo, kwa sababu mamlaka ilishawapa elimu, mamlaka ilishakaa nao vikao mbalimbali, mamlaka pia imeingia nao mikataba mbalimbali ikiwemo MOU kuhakikisha kwamba wanafuata sheria na taratibu. Kwa hiyo kwa sasa hivi wanajua sheria na taratibu zote zinazohusika na usafirishaji pamoja na uingizaji wa hizi kemikali, hususan kemikali zile zinazoweza kutumika kutengeneza dawa za kulevya. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Tangazo la viwanja jijini Dodoma ni ofa kubwa, ofa kupitia kampuni ya Mavemba Investment Company Limited iliyoko jijini Dodoma. Je, unatafuta kiwanja kilichopimwa? Wahi sasa katika kampuni ya Mavemba Investment Company Limited ili uweze kujipatia kiwanja, kwani hii ni ofa adhimu katika jiji la Dodoma. Maeneo yanayopatikana viwanja ni eneo la Nala, Chahawa, Msalato Airport, Kitelela, Vikonje. Bei yetu ni maalum kabisa. Utapatiwa kiwanja halali na hati miliki. Malipo yanafanyika kwa cash au kwa awamu, na viwanja vyetu vipo katika maeneo yanayokuwa kwa kasi katika jiji la Dodoma. Ukubwa ni kuanzia square mita 600 au kulingana na mahitaji yako. Wasiliana nasi kupitia namba zifuatazo: 0754 27 83 62, yani 0754 27 83 62. Mavemba Investment Company Limited tunauza viwanja vilivyopimwa kabisa katika jiji la Dodoma. Ewe Mtanzania, karibu sana ujipatie kiwanja kupitia Mavemba Investment Company Limited jijini Dodoma. Makao makuu ya nchi.